Ikiwa ni tarehe 23 ya mwezi wa 12 mwaka 2025, siku ikiwa ni siku ya Jumanne, ikiwa tuna siku chache tu kuikaribia sikukuu ya Christmas na masaa machache sana kuifikia sikukuu hiyo. Lakini kwa siku hii hapa ya leo nimetembelea katika chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Dodoma. Hichi kinaitwa chuo cha uandishi wa habari ambacho ni Dodoma Media College, ambapo nimetembelea kuja kuona au kutazama na kusikiliza program tofauti tofauti ambazo zinapangwa kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Lakini kwa siku hii hapa ya leo nimekuja kutembelea program chache tu ambazo zimefanyika asubuhi ya leo kuanzia majira ya saa 1 mpaka majira ya saa 4 asubuhi. Na programu ya kwanza kabisa ilikuwa ni programu ya Morning Wave. Morning Wave ambayo inafanyika kila siku za Jumatatu mpaka Ijumaa, ambapo kinahusu masuala ya uchambuzi wa magazeti, masuala ya mada pamoja na utabiri. Lakini session ya kwanza kabisa ni session ya utabiri wa hali ya hewa, na utabiri wa hali ya hewa amesoma Sitra Ali ambaye ndio alikuwepo katika utabiri huo wa hali ya hewa. Tukianzia na kipengele cha utabiri wa hali ya hewa ambacho amekisoma Sitra Ali. Kipengele hicho bwana kilikuwa na mapungufu kidogo katika upande wa sauti, kwa maana katika utoaji wake wa sauti ulikuwa tofauti na vile ambavyo inatakiwa katika redio, kwa maana tukiwa katika redio tunahitajika tutoe punch au sauti iliyokaa vizuri. Na kitu kingine ambacho kinahitajika ikiwa kama ni 7 zile piece ambazo zinahitajika au 7 piece ambazo zinatakiwa ni masuala ya ukaaji. Ukaaji unatakiwa ukae katika level ya T, ambapo T hiyo itakufanya uweze kutoa sauti vizuri na utasikika vizuri kulingana na zile mic. Kitu kingine cha ziada ni kwamba useti mic au katika kutengeneza zile mic zikae sawa, ili mradi sauti yako iwe inachukuliwa vizuri na kusikika kwingine. Lakini pia kuna kitu kingine hapo katika utabiri wa hali ya hewa, kuna baadhi ya details tofauti tofauti ambazo hakuwa nazo za mikoa tofauti tofauti ya hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo hayo ni mapungufu ya kipengele cha kwanza kabisa ambayo nimeyaona. Lakini ukija katika kipengele kingine au katika masuala mengine ni kipengele cha mada. Mada imechambuliwa vizuri, mada imetafutwa vizuri, lakini kuna baadhi ya makosa madogo madogo ambapo naona wakiyarekebisha basi kipindi kitakuwa ni bora zaidi. Mada ya leo ilikuwa inasema kuna maisha magumu. Watu wengi wanakuwa wanaamini kwamba kuna maisha magumu au maisha yanakuwa magumu mwanzo wa mwaka, na hapa ukilinganisha mwisho wa mwaka ndo huu hapa na mwanzo wa mwaka tunaanza mwaka mwingine, kwa maana 2026 tukiwa tunaelekea Christmas na tunaielekea mwaka mpya au tunauelekea mwaka mpya 2026. Basi mada hiyo nimeona ipo vizuri sana. Lakini tukija katika swala la uchambuzi, wamechambua nusu vizuri, nusu kidogo kama vile wamekwenda mrama au wamekwenda tofauti wenyewe wanavyosema hivyo. Kitu cha kwanza ambacho nahitaji kuchangia kwenye hii swala la hapo kwa kuchambua vibaya ni kwamba au kutokuchambua vile kiundani ni kwamba kuna masuala mengine wameshindwa kuyagusia, swala kama la kijamii, kiuchumi na pamoja na wanasema ni masuala ya social network au social medias. Kuna vitu vingine huaga vinachangiwa na social media, lakini hawakutaka kufanya kiundani au hawakutaka kutafuta details za kutosha kiundani ili waweze kupata kile kitu kilicho bora. Lakini tukija katika swala la kijamii limekuwa ni swala ambalo linakuwa linachukuliwa poa, lakini jamii kiujumla ni jamii ambayo inaleta maendeleo na pia inaweza kaleta utofauti wowote ule katika jamii pale isipozingatiwa jamii hiyo. Lakini tukija katika kipengele kingine, hichi si kingine ni kipengele cha uchambuzi wa magazeti. Magazeti leo alisoma Sitra Ali, ambapo Sitra alituchambulia magazeti na ukizingatia alitusomea magazeti, na ukizingatia magazeti huwa yanachambuliwa vile ambavyo inahitajika ili msikilizaji nje ya studio aweze kuelewa umepitia nini ambacho kimeongeleka, nini ambacho kimechambuliwa, ili aweze kujipatia nakala yake kwa undani zaidi, aweze kutambua kile ambacho anachokwenda kukinunua kwa maana ya gazeti, anaenda kupata madini zaidi. Lakini pia katika kipindi hicho kilichokuwa kinafanyika asubuhi kwa maana ya Morning Waves, main host alikuwa ni Rehema Kalebu Kiumbi na co-host wake alikuwa ni Sitra Ali, ambapo walikuwa wamefanikisha kipindi hicho kufanyika vizuri, japokuwa sio vile, ila kuna mapungufu ambayo tayari yameshajitokeza na ndio ambayo napenda kuyazungumzia kwa muda huu hapa. Kwenye uchambuzi wa magazeti, Sitra amejitahidi kutoa sauti kidogo, japokuwa muda mwingine kulikuwa na utofauti katika utoaji wa sauti. Lakini nikija kwa main host kwa maana ya Rehema Kalebu, kuna utofauti kidogo unakuwa unamsumbua kwenye swala la utamkaji wa maneno, kwa maana ya maneno ya Kiswahili kama kula, yeye atasema kura, na hicho kuwa nakimaanisha ni kula. Kwa hiyo kuna vitu vingine vilikuwa vinampiga chenga kwenye masuala ya uzungumzaji au matamshi. Kitu kingine nikibaki hapo kwa main host kwa maana ya Rehema Kalebu ni kuhusu swala
swala nimeshazungumzia swala la Luka. Swala jingine ni swala ambapo walipokuwa wanaenda kufunga kipindi akasema nadhani tunaenda kufunga kipindi. Hii kauli inamwacha msikilizaji huko nje aweze kujiuliza maswali mengi. Yaani anadhani main host au mwongoza kipindi unadhani vipi kama kipindi kinaenda mwishoni wakati wewe ndio mtu wa kwanza kabisa ambapo unahusika nacho hicho kipindi. Uweze ukasema nadhani tunaenda break wakati huu hapa. Na wakati wewe ndio kiongozi. Vipi kwa yule ambaye wa nje ambaye anakusikiliza? Kidogo nileta mashaka. Kwa hiyo ningependa au ningeshauri kwa kile ambacho amekifanya siku nyingine asirudie, awe na mkweli au usahihi wa taarifa kusema kwamba wakati huu ndipo tunakwenda short break au ndo tunafunga kipindi, na sio nadhani. Neno nadhani linamwacha msikilizaji awe matatani. Tukiachana na kipindi hicho, kuna kipindi kingine ambacho kimefanyika na si kingine ni kipindi cha Sports Radar ambacho main host alikuwepo Teddy Tedinho, co-host wake kwa maana mchambuzi alikuwepo Karoli pamoja na Karoli Rashidi pamoja na Johannes bwana, ni sawa. Nikianzia kwa upande wa Johannes ni sawa, tunakubali kwamba kuna muda mwingine waga lugha zinakuwa zina lugha ambazo umetokana nazo mtaani au umetokana nazo nyumbani kwa kabila fulani zinakuwa zinamuathiri, lakini ni vizuri zaidi akajipambania kwenye upande wa lugha, maana upande mwingine wa kutangaza, kusema, kuchambua mchezo anaweza kuchambua mchezo, lakini sasa kinachokuja kumwangusha ni upande wa lugha. Mimi nadhani lugha angeibadilisha iwe lugha fulani ambayo inavutia hata kwa wasikilizaji ambao wanamsikiliza, iwe inawavutia, ingekuwa ni bora zaidi na ingekuwa nzuri zaidi kwa wasikilizaji na kwake pia. Lakini nikihamia kwa mchambuzi Karoli, yeye kwa upande wake alichambua vizuri mchezo, lakini kwa kuna wakati mwingine anakuaga kama anakwenda tofauti na mada vile ambavyo inasema. Maana kuna muda nilikuwa nasikia wanazungumzia mada, lakini hiyo mada alikuwa wanaizungumzia kuhusu mechi za Ulaya, kwa maana ya mechi za England au timu za England, wakawa wanamtaja Steve Sami mule ndani. Katika kipindi walivyomtaja Steve Sami hakuwepo, lakini vipi Steve Sami ni nani? Ametajwa kama nani? Maana zaidi ya mara 4, zaidi ya mara 3 Steve Sami ametajwa na haikujulikana Steve Sami ni nani, anatajwa mule kwa malengo gani. Nikija kwa mchambuzi mwingine ambaye ni Rashid, amechambua vizuri kwa upande wake, lakini naomba tu kwamba kwa upande wake yeye aongeze details nyingi, madini mengi ya kimchezo, madini mengi ya sports, itamsaidia zaidi kwenye kutoa details nyingi na kumnufaisha msikilizaji. Nikija kwa Teddy Tedinho ambaye ndio main host au mwongoza kipindi kwa siku hii hapa leo katika kipindi cha Sports Radar, yeye kwa upande wake kuna vitu vidogo vidogo kwa upande wa kuchapia, kwa maana ya kuchapia. Kuna baada ya kusema Mtibwa Sugar, yeye alichapia vile ambavyo alikuwa anajua yeye, akasema kwamba Mtibwa Sugar ni kitu gani? Mimi naona kuna usahihi wa maneno watakiwa ufanye au waurekebishe au wajipange nao, na nadhani hiyo yote imekuja baada tu ya kuwa anaongea haraka. Kuongea haraka nayo pia inaweza kachangia utofauti wa maneno au matamshi ambayo anayatoa pale ambapo akizungumza. Lakini tukija katika kipindi chote, overall kipindi chote kilikuwa ni kipindi ambacho kimepoa. Kwanza kilikuwa kinabebwa na mmoja kwa nyakati tofauti. Kama Rashidi akiwa ni mtangazaji wa kipindi hicho, basi inakuwa inambeba au anakibeba kipindi kwa vile ambavyo anavyojua yeye. Lakini kama ungekuwa umetafuta madini zaidi, mimi nadhani kipindi kingekuwa kizuri na kingekuwa kinaleta mvuto pale ambapo wanakifanya. Lakini kitu kingine pia ningependa kuwashauri wachambuzi pamoja na main host wa kipindi hicho pia wao wanazingatia muda, kwa maana wakati wanaanza kipindi waligonga background kwa muda mrefu bila hata kuanza kipindi. Karibia ni sekunde 30 wao wanagonga background na hakuna chochote kinachosikika kutoka kwa watangazaji hao. Kingine wakati wanaanza pia kipindi hicho kabla bado hawajagonga ile background au beat ya michezo, ilisikika biti ya kipindi cha burudani ambapo kinajulikana kama Ibando cha saa 8 mchana. Kikuwa kinasema kwamba ni biti ya Ibando na ikiwa inaongeleka hapo. Kwa hiyo mimi naomba wawe wanaenda na muda na wewe wanazingatia kile ambacho wanachokifanya kwa weledi na kwa ustawi mkubwa. Na kitu ambacho nimependa pia, kitu kingine au kitu ambacho sijapendezwa nacho kingine ni kwamba huwa wamechambua Taifa Stars kwa muda mrefu, tofauti na kuwekea balance kipindi kingine au mchezo mwingine ambao ulichezwa hiyo jana, kwa maana ya Morocco pamoja na timu fulani ambao si nyingine ni Somalia. Na ukiachana na hiyo bwana, kuna story nyingine au kuna taarifa nyingine ya habari ambapo ilifanyika. Lakini nikiripoti kutoka hapa katika chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Dodoma, mimi ni Hemedi Jafari ambaye nimekuletea taarifa hii au ripoti hii. Hadi wakati mwingine, asante.